Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atazungumza na wazee wa Dar es Salaam kesho tarehe 2 Disemba 2025 katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere kuanzia saa 5 asubuhi na kuendelea. Mheshimiwa Rais katika kuzungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam atatumia pia nafasi hiyo kuhutubia taifa. Nitoe rai kwa wana Dar es Salaam na kwa Watanzania wote kumsikiliza Mheshimiwa Rais atakapokuwa akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Hii ni moja ya hatua kubwa anayoichukua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha nchi yetu si tu inaendelea kurejea katika amani, lakini pia inaendelea kuwa kitu kimoja, inaendelea kujenga taswira njema ndani na hata nje ya taifa letu, lakini inaendelea pia kukuza na kuimarisha diplomasia yake, ikiwa pamoja pia na kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa kivutio cha uwekezaji kwa mataifa yote. Aidha, Mheshimiwa Rais katika kuhutubia huko ataambatana pia na wageni wengine wengi, wakiwepo viongozi wa serikali pamoja na viongozi wasio watumishi wa umma ambao watakuwa pia na mchango mkubwa katika mkutano huo. Ndugu waandishi wa habari, mkutano huu mkubwa ambao Mheshimiwa Rais atahutubia wazee ama atahutubia taifa kupitia wazee katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center ni mkutano muafaka unaorejesha matumaini na kuendelea kuponya pale ambapo Watanzania waliumia. Niendelee tena kutoa rai kwamba kwa wale wote walioalikwa katika mkutano huo kufika mapema kwa mujibu wa ratiba walionayo, ili Mheshimiwa Rais anapofika ukumbini saa 5 mkutano huo uweze kuanza mara moja. Baada ya kusema haya, niendelee tena kuwaasa wenzangu wa Dar es Salaam kuwa Dar es Salaam bado tuna dhamana kubwa ya kuendelea kulinda amani ya mkoa wetu, na kutokana na umuhimu wa mkoa huu, tutakapoendelea kuharibu mkoa wetu tutahatarisha si tu amani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini pamoja na kusitisha baadhi ya huduma kwenda kwenye mikoa mingine au kutoka kwenye mikoa mingine kuingia ndani ya mkoa wetu. Niendelee tena kuwasihi kwamba sasa ni muda wa kujenga taifa letu pamoja. Sasa ni muda wa kujenga mkoa wetu pamoja. Sasa ni muda wa kulumbana kwa hoja na si kulumbana kwa kuharibu miundombinu au la kwa kufanya fujo zinazoweza kuzikapelekea maumivu na pengine hata kukatisha maisha ya wenzetu. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha amani. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha umoja. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kiuchumi. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa. Na kwa mantiki hiyo, mtu yoyote anayo dhamana pana ya kuhakikisha taswira hizi zote nilizokushazitaja zinalindwa kwa nguvu zote. Tumie tena nafasi hii kumkaribisha zaidi Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu ili nasi tuweze kufaidika kwa hotuba yake na maelekezo yake atakayoyatoa kwetu.